Ya shalom, shalom wapendwa wa Mungu, shalom. Yes, ni ndugu yenu Idi Mombo, ninakuja hapa nikiwa napenda nizungumze kidogo kuhusu mambo ambayo yanapitia katika nchi yetu ya Kongo. Most of the time mimi siko mtu ambaye anazoea kuzungumzia sana mambo ya politics, lakini leo nimejisikia ni vema nizungumze kuhusu nchi yetu ya Kongo, kwa sababu ukiangalia depuis tangia wakati vita naanza nchi yetu iko depuis 1996 ndio vita imeanza kwetu mpaka leo, amani hakuna katika nchi yetu ya Kongo, na kwa kweli inahuzunisha sana. Lakini kabla nitaendelea na hii documentary, nilikuwa napenda nitoe ushauri kidogo kwa wewe ambao unajiita mtoto wa Mungu. Ujitahidi sana usisahau position ambayo uko nayo, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, na usije ukatoa maneno ambayo inaweza ikachochea mauaji katika nchi, inaweza ikachochea ukabila, inaweza ikachochea chuki na kuleta watu kuuana. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni Mkristo, ujue position ambayo unahitajika kushimama iko. Na kama kweli unaweza kuzungumza jambo na kuona kama wenzako wote hawariziki na mambo ambayo wanazungumza, ni vizuri kuikaa kimya sana sana. Ndio ushauri ambao nikapata kwa watoto wa Mungu wote ambao uko Kongo, mahali popote pale ulimwenguni mzima. Kwa sababu ninajua kama vita hivi vya Kongo vinahuzunisha sana, na wengi wetu tunakuwa wenye kunungunika, wengi wetu tunaumia kwa sababu ya vita ambavyo viko katika nchi ya Kongo. Yes. Sasa ninapenda nizungumuze zaidi kufuatana na vita, na hii vita ya M23. Najua watu wengi wanazungumuza, nasema mambo ya vita ya M23 ni sababu ya ukabila na mambo mengine, lakini mimi ninaona kama vita ya M23 haihusiki sana na ukabila. Ni hiyo nchi jirani ambazo zinapiganisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu wapate kutuibia tu mali zetu, na ndio maana wakongomani tunakosa amani. Wa mama zetu wanabakwa, wa dada zetu wanabakwa, watu wanauawa, vijana wanapelekwa kwenda katika jeshi wakiwa wadogo, wakifosiwa kwenda katika jeshi, na hiyo kwa kweli inakuwa haileti amani katika nchi yetu ya Kongo. Sasa watu wamoja wanaweza wakazungumza ni mambo ya ukabila, lakini naona kama sio mambo ya ukabila, ni hali ambayo nchi zingine zinapenda kuvamia nchi yetu katika hali ya kutuibia tu mali. Kwa hiyo panakuwa mchezo ambao inachezeka ambayo inaonyesha kama ndugu zetu ambao wako katika Kongo wanazungumza Kinyarwanda ni watu ambao wanapondwa sana, na mimi naona kama hiyo sio kweli. Kwa hiyo jambo ambalo nilikuwa napenda nizungumuze, tuache mambo ya ubaguzi ya ukabila katika nchi yetu ya Kongo. Kabila zote tuishi katika hali ya amani tukipigania nchi yetu ya Kongo. Kama wewe ni Mnyamurenge, unajijua vizuri uko Mkongomani, kwa hiyo pigania nchi yako ya Kongo. Usikumbuki tena kule ambapo umetoka katika hali ya kusaidia nchi ya Rwanda wala kusaidia nchi zingine huko. Usitiki Mnyarwanda akuja akudanganye kusudi uwe ndugu zako wa Kongomani. Hiyo haipendezi na haitapendeza. Kwa hiyo pigania nchi ya Kongo kwa sababu ni Mkongomani, tetea nchi ya Kongo kusudi amani ya kudumu izidi kuwa katika nchi yetu ya Kongo. Na wewe ambao unajiita huko Mkongomani halisi wa baba na mama, au vile vile unahitaji ushimame, usitiji kudanganywa, bakudanganye kusudi uwe ndugu yako. Wengi wamedanganywa, wamepewa mapesa, wanaua ndugu zao kwa sababu wanasaliti nchi kwa sababu ya pesa, na ndio maana vita vinakuwa viishi katika nchi yetu. Watu wanaamua kuuzisha nchi kwa sababu ya pesa tu, na ile nafanya katika nchi yetu amani inakuwa hakuna kabisa. Tunakuwa wenye kuuana,
kwa sababu ya kusaliti nchi. Kwa hiyo wewe kama vile Mkongomani, nazungumza na wewe Mkongomani, kabila yoyote ile uko nayo, shimama utetee nchi, shimama upiganie nchi. Usitiki kusaliti nchi kwa sababu ya pesa, ndugu zako wakufe, ndugu zako wauawe, wa mama wake na wadada zetu wapate kubakwa kwa sababu ya action yako ambayo utakuwa umechukua. Kwa hiyo ni ushauri ambao niko nayo juu yako Mkongomani. Tushimame, tuungane, tusitiki kusaliti nchi, wala tusitiki adui apate nafasi ya kuja na kushinda wala kupiganisha Kongo kupitia sisi wenyewe. Anatudanganya sisi, tunaamua kusaliti nchi, hiyo sio vizuri. Na wandugu zetu ambao kwa jirani zetu ambao wanatupiganisha kama vile nchi ya Rwanda na Uganda, nafasi zingine, kama gisi nchi zenu zinakuwa ziko na amani, vile vile ni vizuri kama mungiacha nchi ya Kongo na ipate kuwa na amani, kwa sababu ni vizuri sana kama tunaweza kuwa katika hali ya furaha. Nchi za maziwa makuu, East Africa Community, tunaweza kuishi katika hali ya amani na furaha. Itaweza kuwa vizuri. Maendeleo na amani katika nchi ya Rwanda, vile vile tunaomba na sisi maendeleo na amani pate kuwa katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo rais wetu Tshisekedi, shimamo tetea nchi, na wapenda wengine wote kama vile rais Kagame, achia nchi ya Kongo ipate amani. Gisi nchi yako, wewe ni rais mzuri katika nchi yako ya Rwanda, acha vile vile nchi nayo ipate kuwa na amani na tuishi katika hali ya amani. Na kwa mwisho tu, vita ni vita ambavyo tunavamiwa na nchi ambazo ziko jirani, lakini hajamaanisha kusema kama Mkongomani na Mnyarwanda tunakuwa maadui. Tusileti hali ya uadui, watu kuchukiana. Hapana, tako wamoja Wanyarwanda ambao hawajui hata hizo vita vinaanzia wapi na vinatokea wapi, na wanavilaumu kabisa, hawavipendi. Na vile vile wanakuwa Wakongomani ambao hawawezi kupenda kuona ndugu zao Wanyarwanda nao vile vile wanauana. Haipendezi sana. Asante sana. Hiyo ndio ushauri ambao nilikuwa niko nayo. Mungu atubariki sana. Amen.